kutuamsha salama siku nyingine ya leo. Lakini kwa niaba ya wachezaji wa Mashujaa FC naamini tuko salama na tushafanya mazoezi kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wetu wa kesho. Sawa, maswali matatu kwa mchezaji. Ni timu nzuri na tunaiheshimu. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kuifanya kazi yetu kesho. Kwa hiyo tushafanya mazoezi na tuko tayari kwa ajili ya kupambana. Sawa, swali la pili kwa mchezaji. Mchezaji, lengo letu kuu ni kupata matokeo ya pointi 3. Ikitokea tumepata suluhu ni matokeo ambayo ya ziada, lakini kikubwa tunatoka kambini kwenda kwenye mchezo kwa ajili kwenda kupambania kupata pointi 3. Na ligi yetu ni nzuri na ni bora. Mtu anashinda popote, mtu anafungwa popote. Kwa quality ya wachezaji wa Singida, kwa quality ya wachezaji wa Mashujaa, itamfanya mpinzani aweze kukubali kile ambacho mwenzake anakitaka. Kwa sisi kama wachezaji tunapambana mechi zetu zote za nyumbani, tunapambana mechi zetu zote za ugenini ili tuweze kupata matokeo ya pointi 3. Mchezo wetu wa nyumbani dhidi ya Mtibwa Sugar tulifanya safari ya kuja Dar es Salaam, tumefika salama. Vijana wako vizuri. Jana tulimaliza mazoezi yetu ya mwisho na tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho dhidi ya wenyeji wetu Singida Black Stars. Sawa, maswali matatu kwa mwalimu. Nikili mechi ya mwisho tulipoteza nafasi nyingi, lakini tulipata muda mzuri wa kufanya mazoezi na kufanya masahisho ya makosa ambayo tuliyafanya katika mchezo ule. Kwenye eneo letu la kuzuia, eneo letu la kumiliki kona pamoja na eneo letu la kushambulia. Matumaini yangu masahisho tuliyofanya tutacheza vizuri kesho na yale makosa tuliyofanya kutoyarudia kwenye kiwango kikubwa. Na imani tutacheza vizuri kwa ushindani na kutafuta ushindi pia. Kwa upande wetu tunajua tunacheza na timu ya aina gani. Tumecheza mechi 2 za awali na tunajua kesho tunacheza na Singida Black Star, timu ya aina gani. Bahati nzuri tulipata nafasi pia wakati wa pre-season, tulipata mechi nao 2. Kikubwa tumefanya masahisho ya makosa ambayo tumeyafanya, lakini tumejiandaa kutokana na ubora wenzetu walionao kuona tunacheza nao na kutafuta ushindi pia. Iko sidhani kama ni muhimu sana. Wana kikosi kipana, lakini pia wamefanya mazoezi mazuri ya maandalizi. Kikubwa sisi tunajua tunaenda kucheza na timu nzuri yenye ubora wa kiufundi na kimbinu. Tutakwenda kupambana kutokana na ubora walionao, lakini sio kutokana na ratiba ilivyowabana. Masaa kadhaa nyuma tumeona walivyo, lakini tulicheza nao wakati wa pre-season, hilo tunalijua na tutakwenda nalo kwa tahadhari. Tutacheza kwa kuwaheshimu kwa sababu kiwango chao tunakijua, ubora wao tunaujua. Tutacheza kwa kuwaheshimu na kuona sisi tuko salama zaidi na kutafuta ushindi. Labda mwalimu, umekuwa sometimes kucheza namna hii inakuwa kama timu ya pili uwanjani, kwa maana kwamba mnakuwa mnafanya low block ya wingi na kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Je, tahadhari zipi mnazichukua katika game plan ya namna hiyo? Mpira una vitu vingi kwenye mbinu. Walivyo wenzetu ubora wao kwenye eneo lao la kushambulia, eneo lao la kiungo na eneo la kuzuia. Sisi tutakabiliana nao kutokana na wao tunavyowajua na tulivyoona wanavyocheza na kadiri watakavyobadilika wakati wa mchezo. Kwa hiyo mbinu namna gani tutacheza pia itategemea wanabadilika vipi wakati game inaanza na wakati inaendelea. Kuna taarifa yote ya mwalimu ya majeraha katika kikosi chako? Jana na mgonjwa mmoja Munzir, yeye amepata maumivu katika mechi ya Mtibwa ile. Kesho hatutakuwa naye. Mwalimu, nakushukuru sana. Asante sana.